ndugu katibu wa habari, uenezi na mawasiliano ya umma, viongozi mbalimbali wa chama ambao mpo na watendaji, lakini zaidi ndugu zangu wana habari, nimefurahi kuonana nanyi tena leo. Mara ya mwisho mimi na nyinyi tumefanya mazungumzo katika uwanja wa mapambano pale jimbo la Pagawe, na nikawaambia siku hizi mazungumzo yangu na nyinyi nitaacha kusema salamu alaykum, hata ile namshukuru Mwenyezi Mungu, msije mkachukua ile tu alafu content nyingine. Lakini nashukuru mlini prove wrong, niwapongeze sana, mliripoti kile ambacho tulikisema, na kwa kweli naamini kilisaidia katika kuonyesha watu hali halisi ilivyokuwa katika uchafuzi ule ambao ulifanyika Oktoba 25. Nianza kumshukuru Mwenyezi Mungu tena kwa kutuwezesha leo kufika, na niwashukuru nyie kwa kweli kwa kujitoa kuja kutusikiliza ili kuwafikishia wanachama, wafuasi wa Zanzibari na Watanzania kile ambacho chama chao kinataka kuwafikishia kama taarifa kwa leo hii. Nafahamu kwamba ilikuwa taarifa ya muda mfupi, lakini kutokana na mashirikiano na mahusiano na mapenzi mema yenu mliokuwa nayo kwa nchi yetu na kwa chama chetu, mmekuja kwa ajili ya kushirikiana nasi. Ndugu waandishi, leo kwa niaba ya chama tumekuja mbele yenu kuwapa taarifa juu ya status ya hatua za kisheria ambazo chama kimechukua baada ya uchaguzi au ule unaoitwa uchaguzi uchafuzi wa 2025. Nafahamu tayari mshakutana na viongozi wetu mbalimbali, ikiwemo wawakilishi wetu kiongozwa na mnadhimu wao, wameeleza katika muktadha wa yale ambayo wamewaeleza. Lakini najua kwamba mmekuwa mkifuatilizia ziara ya mwenyekiti wetu wa chama alikuwa akifanya Pemba na karibuni ataianza hapa Unguja, na mmekuwa mkisikia pia habari ya hatua za kisheria pamoja na hatua nyingine, lakini hatua za kisheria ambazo chama kinachukua au kimechukua. Sasa leo nikiwa kama mwanasheria mkuu wa chama mwenye wajibu wa kutaarifu umma juu ya hatua hizo, nimewaita ili kuwaeleza juu ya hatua hizo. Kwa hiyo chama chetu kinapenda kuwataarifu wanachama, wafuasi na Watanzania kwa ujumla kwa baada ya uporaji mkubwa wa matakwa ya watu kupitia kile kinachoitwa uchaguzi uliofanyika tarehe 28 mpaka 29 Oktoba kwa hapa Zanzibar, na tarehe 29 kwa uchaguzi ule wa Jamhuri ya Muungano na kwa Tanzania bara, tunaendelea kuchukua jitihada mbalimbali kupigania haki, sauti na matakwa ya watu katika ngazi na njia tofauti. Moja kati ya hatua tulizoamua kuchukua ni ufunguaji wa mashauri ya uchaguzi kupinga matokeo yake kwa uchaguzi wa wabunge na wawakilishi. Tumechukua hatua hii tukiongozwa na imani kubwa kuwa wagombea wetu katika majimbo ambayo tumefungua mashauri na yale tutakayoyafungua wameporwa ushindi wao au kumekuwa na ukiukwaji mkubwa wa taratibu za uchaguzi zenye athari kwenye matokeo yaliyotangazwa na tume. Aidha, tumekusanya aina nyingi za ushahidi ambao tunaamini iwapo mahakama itazingatia, basi matokeo ya uchaguzi katika majimbo hayo yatabatilishwa na amri ya kuitishwa upya uchaguzi itatolewa. Majimbo ambayo tumefungua mashauri kwa nafasi ya uwakilishi, kwanza ni majimbo yote 8 ya kisiwa cha Pemba ambayo wagombea chama chetu hawajatangazwa washindi. 8 kwa uwakilishi, kwa sababu kule majimbo 18, 10 tumetangazwa, 8 hatujatangazwa. Kwa hiyo 8 yote ya Pemba tumefungua kesi kwa uwakilishi, na majimbo 17 ya uwakilishi kwa kisiwa cha Unguja.
Sasa kwa muktasari tu tutawaambia, kwa mfano tumefungua kesi jimbo la Malindi ambalo tayari liko mahakamani likirekodiwa kama shauri namba 14 la mwaka 2025. Jimbo la Amani ikiwa imerekodiwa kama shauri namba 6 la mwaka 2025. Jimbo la Nungwi ikirekodiwa kama shauri namba 13 la mwaka 2025. Shauri la uchaguzi, naita shauri la uchaguzi. Sawa Kijini shauri la uchaguzi namba 8 la mwaka 2025. Bumbwini shauri namba 4, shauri la uchaguzi namba 4 la mwaka 2025. Chaani shauri la uchaguzi namba 17 la mwaka 2025. Mpendae shauri namba 11, shauri la uchaguzi namba 11 mwaka 2025. Kiembe Samaki shauri namba 16 mwaka 2025. Mwanakwerekwe shauri namba 9 la uchaguzi namba 9 mwaka 2025. Makunduchi shauri namba 18 mwaka 2025. Pangawe shauri namba 3 la uchaguzi namba 3 mwaka 2025. Chumbuni shauri la uchaguzi namba 15 la mwaka 2025. Tumbatu shauri la uchaguzi namba 12 la mwaka 2025. Mwera shauri la uchaguzi namba 2 la mwaka 2025. Mtoni shauri la uchaguzi namba 5 mwaka 2025. Welezo shauri la uchaguzi namba 7 la mwaka 2025. na Mkwajuni shauri namba 10, shauri la uchaguzi namba 10 la mwaka 2025. Baada ya kuwasilisha mashauri haya mahakamani, mahakama kupitia amri ya naibu mrajis siku ya tarehe 10 Novemba 2025 walitoa maelekezo ya kuambatanisha matokeo ya majimbo ya uchaguzi, na tayari kila mgombea aliandikia tume kuomba matokeo haya. Ingawa hapo awali wasimamizi wa uchaguzi walikataa kutupatia nakala za matokeo, tumeweza kuyapata baada ya kuandikia barua na kuambatanisha amri ya mahakama ya kututaka watupe matokeo hayo. Na taarifa nilizokuwa nazo mpaka asubuhi hii, majimbo yote haya 17 ya Unguja tayari tumepata matokeo, na isipokuwa jimbo moja la Makunduchi ambalo nilikuwa nazungumza na mgombea hapa chini na nilikuwa nazungumza na mwanasheria wa tume, amenihakikishia kwamba leo atapata nakala certified copy ya matokeo. Na matokeo haya kwa kweli niliposema kwamba tuna ushahidi mwingi, na nitawaonyesha tu leo aina ya ushahidi, na nitawataka wanahabari mfuatilizie sana hizi kesi. Nitawaonyesha kidogo aina ya ushahidi tuliokuwa nayo na namna tutakavyokwenda kwa hiyo hata wale ndugu zangu waliowapizwa kuwa wawakilishi kwenye majimbo wasichukue mkopo. Na washauri tu wasichukue mkopo kwa sababu hawatadumu kwenye hayo majimbo. Karibuni tutawapiga chini. Kwa hiyo haya majimbo haya 17 tayari matokeo yake. Na kama mnavyoona, we are serious about this. Hawakutaka kutoa matokeo na haikuwa kwa bahati mbaya. Majimbo yote, wagombea wote, na mnajua kwamba moja ilikuwa ni akilio. Tulicholia kwamba kwa nini hawatoi nakala za matokeo. Kwa tumekwenda mahakamani. Mahakama ilituambia mbona hamjaambatanisha matokeo kama kanuni zinavyotaka. Tukawaeleza mahakama kwamba hatukupewa, na ndio moja kati ya ground ambazo sisi tunalilia kwenye uchaguzi, kwenye mashauri haya. Kwa mahakama ikatuandikia amri ya kutaka kupata matokeo. Amri ile tumewasilisha mahakamani na tume, na tumepata matokeo hayo. Kwa Pemba, majimbo yetu mashauri kama nilivyosema, tunasikitika sana kwamba tangu yamefikishwa mashauri haya yamefunguliwa siku ya tarehe 4 Novemba mwaka 2025. Sababu kanuni za uchaguzi, mashauri ya uchaguzi zinataka ufaili shauri la uchaguzi ndani ya siku 7 kutoka tarehe ya matokeo yalipotangazwa. Kwa sisi tumefaili tarehe 4 kwa ya uchaguzi na tulikuwa ndani ya wakati. Lakini tangu tumefaili tarehe 4 na kupokelewa na kulipa ada za kufaili mashauri, mafaili ya mashauri haya yapo kwenye ofisi ya naibu mrajis. Hatujui
kama yamepokelewa, kwa maana kwa lugha za kisheria ni kwamba yamekuwa admitted, au yamekataliwa kwa maana ya kuwa rejected. Sababu kanuni zinaruhusu mrajisi kukataa shauri ikiwa halijakidhi vigezo na kutoa order ya kwamba ukafanye marekebisho. Na ndicho kilichotokea Unguja. Tumefaili, mrajisi amereject, ametuambia kafanyeni amendment mkiambatanisha na matokeo, tumefanya na mashauri yamerudi tena mahakamani kwa namba ile ile ya faili au ya kesi. Lakini kwa Pemba, mpaka nazungumza na nyinyi hapa, bado hatujui status ya mashauri yetu. Kwa hiyo nichukue fursa hii kupitia kwenu waandishi na kupitia vyombo vyenu, nimuombe sana naibu mrajisi Pemba kuongozwa na kanuni ya 9 ya kanuni za mashauri ya uchaguzi. Kanuni ile inasema, kanuni ya 9 inasema mrajisi mara tu baada ya kupokea shauri likisha failiwa, siku ile ile kama hajatoa amri ya kuyakataa kwa maana ya kwenda kufanya marekebisho, on the same day, ndio lugha iliyotumika kwenye kanuni, anatakiwa awapelekee upande wa pili samasi ya kuwapelekea kanuni zao. Leo tuna siku, leo tarehe ngapi? 17, sio? Tuna siku ya 13. Mrajisi hatujui kama amereject au ameadmit. Lakini hata kama ametaka kureject, afanye kama alivyofanya mwenziwe mrajisi hapa Unguja. Atupe hizo amri. Kama anataka nakala za matokeo au amri nyingine yoyote ile, atupe maelekezo na sisi tuko tayari kuyafuata ili kucomply na kanuni za mashauri ya uchaguzi. Kwa hiyo kama nilivyosema, inaweka utaratibu wa shauri ile ikishafailiwa na halijakataliwa, basi atatakiwa awapelekee wahusika. Au kama naibu mrajisi Pemba ameona kuna tatizo, basi aongozwe na kanuni ya 8 ya mashauri nilizozitaja, kanuni za mashauri ya uchaguzi. Atoe amri ya maelekezo ya nini cha kufanya na sio kuyakalia. Mpaka sasa hivi hatujui action yake. Haiwezekani. Kanuni zinataka mashauri haya yasikilizwe kwa haraka. Leo tuna siku ya 13, mafaili yapo ofisini, tofauti na ambavyo mrajisi upande wa Unguja ameact. Amepokea, ametoa maelekezo, tumecomply na maelekezo na mashauri yamerudi tena kwa ajili ya hatua zinazotakiwa kuendelea. Lakini Pemba bado hatujui kigugumizi gani mrajisi amekipata. Kwa hiyo kwa heshima kubwa na kupitia kwenu vyombo vya habari, tunamuomba mrajisi atekeleze wajibu wake. Sisi tuko tayari kutekeleza wajibu wetu. Napenda pia waandishi mjue kwamba kesi zote hizi za uwakilishi tayari wameshalipa ada za mahakama, ikiwemo pia malipo ya dhamana ya shilingi milioni 2. Kanuni zinasema ukitaka kufaili mashauri ya uchaguzi, hasa kanuni hizi za uchaguzi unaosimamiwa na ZEC, ulipe ile filing fee ambayo ni 500,000, alafu uweke security for cost ambayo ni shilingi milioni 2. Wagombea wetu wote hawa 17 na Wapemba 8, kwa ufupi tumefungua mashauri 25 kwa ujumla wake, tumeshalipa hizo fee. Kwa hiyo tunaomba tu mahakama watekeleze na wao wajibu wao. Kwa upande wa ubunge, chama kitaanza kuwasilisha mashauri ya uchaguzi ndani ya wiki hii. Kwa hiyo wale waliotangazwa ubunge wasifikiri tumeachana nao, ili hatujamaliza. It's not over until it's over. Kwa hiyo ndani ya wiki hii. Sasa swali litakuja, kwa nini hatujafungua? Kwa sababu kanuni za INEC zinatutaka kufungua mashauri ndani ya siku 30. Kwa hiyo kwa haraka tulianza na mashauri ya uwakilishi na sasa tunao muda tunaenda ndani ya wiki hii tunaanza kufungua mashauri ya ubunge. Kwa hiyo ndio ilikuwa, tumeshafanya uchambuzi wa majimbo ambayo hatutayafungulia mashauri na tutawapa taarifa kamili waandishi wa habari mara mashauri haya yatakapokamilika. Hata hivyo, naomba pia kutumia fursa hii kuwapa taarifa kuwa chama chetu kupitia bodi ya wadhamini ya chama tumefungua maombi ya madai, wanaita miscellaneous civil cause namba 28632 ya mwaka 2025 dhidi ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mwanasheria Mkuu wa Tanzania, tukiomba kibali cha mahakama
kwa ajili ya kufungua shauri la mapitio ya mahakama, yani judicial review. Tukiomba mahakama amri ya kuitaka tume kufuta uamuzi wake wa namna walivyofanya maamuzi ya mgao wa viti maalum, na kuiomba mahakama waitake tume ifuate utaratibu uliowekwa na sheria. Shauri hili tayari lipo mahakamani na nimepangwa kutajwa kwa mara ya kwanza tarehe 19 Novemba 2025 mbele ya Jaji Kisanya. Kwenye hili kesi tunaenda kufanya nini? Mmesikia Tume ya Huru ya Uchaguzi imetangaza viti maalum vile 115 nafikiri, si ndio? Viti karibia vyote wamechukua Chama cha Mapinduzi na viti viwili wamewapa Chauma. Sasa utaratibu wa kikanuni, utaratibu wa kisheria wa kugawanya viti maalum unasema hivi: chama ambacho kimepata kura 5%, kila ukipata 5% ya kura za wabunge, kura halali za wabunge, unastahiki kupata viti 6, viti maalum. Ndio kanuni, ndio miaka yote imekuwa ikienda hivyo. Cha kushangaza, sisi tumefanya makusanyo ya kura zote za majimbo yote Tanzania bara na Zanzibar, kura zetu za wabunge tunavuka 5% ya kura tulizopata. Sasa tume hawakutupa kiti hata kimoja, na tunastahili kupata viti 6, viti maalum vya wabunge. Lakini Chauma wamepewa viti viwili. Hakuna kanuni ya kiti kimoja au viti viwili vya viti maalum. Ni either ukose kabisa au upate the minimum ni viti 6. Sasa tunajiuliza, hivi viti viwili vya Chauma formula ni ipi? Tumefungua shauri, tume tumepelekea namba zetu, na hata namba walizotupa wao bado zinathibitisha kwamba tumezidi 5%. Hawana majibu. Matokeo yake wameishia tu kwamba maana yake yanazungumzika. Sisi tumeona tutaenda kuyazungumza mahakamani. Kwa hiyo tumefungua shauri hilo. Sasa sisi tumefungua shauri hili tukiamini kuwa tume imefanya ulaghai katika kugawa viti hivyo, huku ikikiuka kanuni na utaratibu wa namna ya kugawa viti maalum. Tumekusanya taarifa za kutosha juu ya idadi ya kura halali za wabunge ambazo chama kimepata nchi nzima, na hivyo tukiamini kuwa tunayo haki ya kupata viti hivyo. Na hapa swala si kwenda kung'ang'ania viti. Swala ni kwenda kudai haki yetu. Tunachoenda kudai ni kile ambacho tunaamini ni haki yetu kama chama. Ndugu waandishi, kesi zote hizi zina maslahi kwa umma. Tunaomba muwe mnazifuatilizia kwa kuwapa habari wananchi juu ya mwenendo wa kesi hizi. Ni muhimu sana nyinyi tukapata hiyo ushirikiano wenu katika kuendesha kesi hizi. Na mimi niwaambie tu ndugu waandishi, najua wakati mwingine hawa jamaa wa Chama cha Mapinduzi wanawasumbua sana, hata katika nyakati hizi ambazo nchi yetu iko katika nyakati ngumu sana. Mimi nimesikitika, na ile nitaomba munifikishie salamu zangu. Katika nyakati ambazo nchi iko kwenye majonzi, kuna wananchi wengi wenzetu wamefariki, wameuawa. Katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi anawaita waandishi mkalebata fuji. Imenisikitisha sana. Sijui kama ndo utu unaozungumzwa. Nyakati hizi sio za kufanya kula bata. Hizi sio nyakati za kuwaita waandishi, ni nyakati za kutafuta namna ya kuponya taifa. Sasa fikisheni salamu Mbeto, tunajua kwamba amewaita jana fuji, akawaambia nimekuteni mje kula bata. Hizi sio nyakati za kula bata. Hizi ni nyakati za kuomboleza kama taifa. Hizi ni nyakati za kutafuta namna ya kuliunganisha taifa. Ni nyakati za kuambiana ukweli juu ya kilichotokea, ili tusirudi kule ambapo taifa lilipotoka au tunapotaka kupelekwa. Kwa hiyo niwaombe sana, kesi hizi mzifuatilizie. Achaneni na mambo ya bata ya CCM. Bata ina wakati wake. Sasa tufocus kwenye kuangalia vipi ajenda za nchi. Vipi nchi hii tunaweza tukahakikisha haki inapatikana. Sasa
Pale mwanzoni niliwaambia tutawaonjesha tu kidogo ushahidi wa hizi kesi ambazo tunaenda. Sasa nitakupeni mambo ya jimbo lenu pendwa waandishi. Najua mnalipenda Pangawe, si ndio Jimbo lenu pendwa kidogo tu. Jimbo la Pangawe bwana, baada ya kukusanya matokeo kwa hizi amri za mahakama na tukayapata, na ndo tukajua pengine kwa nini tunanyimwa haya matokeo. Haya ni matokeo ya uwakilishi. Ni certified copy ya matokeo ya uwakilishi. Haya matokeo yanaonyesha kwamba turnout waliojitokeza kupiga kura kwenye jimbo la Pangawe siku ya uchaguzi wa tarehe 28 na 29 ni wapiga kura 18,044. Si unaelewana vizuri waliojitokeza kupiga kura. Jimbo la Pangawe idadi ya kupiga kura ni 19,431 waliotangaza tume, ambayo sisi pia tunaidispute. Tutajua huko mbele, ya mengine tutayaangalia mbele. Lakini tunaambiwa siku ya kupiga kura jimbo la Pangawe walijitokeza wapiga kura 18,044. Sawa? Sasa nyinyi mnafahamu kwamba katika uchaguzi wa Zanzibar ukienda kupiga kura kwenye chumba, mpiga kura wa Zanzibar unapewa karatasi ngapi? 5, au sivyo? Kupiga kura ya kumchagua rais wa Zanzibar, kumchagua rais wa jamhuri, kumchagua mbunge, kumchagua mwakilishi na kumchagua diwani, au sio? Daftari ni lile lile. Neki hawana daftari hapa, au sivyo? Wanatumia daftari la zeki. Kiingia kwenye chumba wanatumia daftari lile lile. Unatiki mpiga kura Rashid Batashi, unapewa kura zako 5. Si ndio ulivyoenda kupiga kura bwana? Sasa matokeo ya mbunge haya hapa. Matokeo ya mbunge yanaonyesha watu waliojitokeza kupiga kura jimbo la Pangawe ni 15,150. Sijui mnaelewana? Mnaelewa hoja yangu? Mwakilishi waliojitokeza kupiga kura ni 18,000. Matokeo ya ubunge sasa unajiuliza, kuna watu 3,000 au 2,900 hivi hawakupewa kura za kumpigia mbunge, au kuna watu 2,000 na wamepewa kura 5 ili wampigie mwakilishi. Sijui naeleweka? Haya ni matokeo tuliyoyapata tume. Zote ni certified copy of result. Kwa maana haiwezekani, na sote tunajua kwa wale ambao wanastahiki kupiga kura ya neki kwa hapa Zanzibar, kama hastahiki kupiga kura ya uchaguzi mwingine mbunge na nini, anastahiki kupiga only kura ya jamhuri ya rais wa jamhuri, si ndio? Na wanakuwa na chumba chao. Sasa haya tutayahitaji majibu. Nasema tuna ushahidi mwingi. Na hii variances si jimbo la Pangawe tu. Hapa nimetoa jimbo la Pangawe kwa sababu nina authority ya kulizungumza, ni jimbo langu ambalo wananchi wa jimbo la Pangawe mimi na hakika na naamini wamenichagua. Lakini variance hii kama mwanasheria mkuu ambaye nimekuwa na access ya nyaraka zote za majimbo yote, hali ndio iko hivyo. Mpaka kiwani. Sisi tumefahamiana vizuri. Sasa tuliposema uchaguzi huu watu wamefanya wevi kabisa, wameuiba, tunamaanisha hivi. Haiwezekani. Na hatuna utaratibu wa kwamba mtu anaingia ndani ya chumba anaambiwa wewe chukua kura 3, upewi 5. Watu wote kama tunafuata principle ya one man one vote, mtu mmoja kura, hauwezi kuwa na variances ya jimbo moja, daftari moja, variances ya kura 3,000 na au 2,900. Haya na mengine mengi tulokuwa nayo hatutaki kuyamwaga mapema. Ni muhimu tu kwamba ninachowaomba mfuatilizie hizi kesi tutakapoanza kuitwa mbele ya majaji ili kuanza kufuatilizia. Na uzuri wa kesi hizi zitakuwa ziende open court.
na tutaziomba mahakama zisikilize kesi hizi open court, kwa sababu wanachama wa majimbo yote haya waliopiga kura, wapiga kura wana haki ya kuja kusikia kura zao zilitreatiwa vipi na tume, zilikuwa handled vipi, uchaguzi ulikuwa managed vipi. Kwa hiyo na nyinyi waandishi wa habari mnaalikwa kufuatilia mashauri haya. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, asanteni sana. Kama kuna maswali basi tuko tayari kujibu. Asanteni. Swali la kwanza, na tayari hata mnadhimu alielezea chama cha ACT Wazalendo kwa namna gani imekuwa na imani juu ya hizi kesi ambazo mnazipeleka mahakamani. Experience inaonyesha kwa nyuma mmekuwa mkifanya hivi, lakini hamna kile ambacho mlitarajia kupata mkipata. Maneno ni kwa wakati huu. Lakini swali la pili nilitaka kufahamu, mara kadhaa Rais wa Zanzibar amekuwa akiwakaribisha katika kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, na ndio kusikia baadhi ya kauli kutoka kwa viongozi wenu akisema kwamba ikiwa mwizi amekuibia nyumbani kwako, amekimbia na pesa nyingine zikimwanguka, una haki ya kuzichukua, akitolea mfano wa viti 10 vile ambavyo wawakilishi wenu walienda kuwapa baraza la wawakilishi. Je, sheria inakutakieni muunde serikali ya umoja wa kitaifa na nafasi zenu zimetangazwa nje? Kauli yenu ni juu ya ushiriki wa serikali ya umoja wa kitaifa kwa kupeleka majina ya hizi nafasi 4 za uwaziri katika baraza la mawaziri, baraza la mapinduzi? Asante. Jesse, mimi naitwa kutoka Mwananchi. Siko mbali sana na shati. Nataka kujua hii ya muda kweli. Msishaji sana alizungumza jinsi ambavyo tunaamini kwamba mnaenda hao watu wajiandae walioko sasa hivi ambao wameapishwa kuwa wawakilishi. Lakini kwa jinsi ambavyo tunajitahidi na kila kitu mnaenda kuondoka, ni kwa namna gani ambavyo mnaona inaenda kufanyika kwa wepesi na kwa haraka kabla haijaenda zaidi mbele kwa muda kuondoka kwenye status hiyo sasa hivi? Sawa. asante Jesse. Na mwingine Birahma, naona mkono hapo. Asante. Wanahabari, tumemaliza, tumpe nafasi. Umefahamika vizuri. Ndugu Omar, njoo wajibu kwa ufasaha kabisa katika swala hili. Asante sana Rashid na Jesse. Nimesikiliza maswali yenu. Kimsingi maswali yenu ni swala la imani kwa mahakama na past experience, swala la GNU na swala la muda wa kesi. Nafikiri maswali hayo yana center hapo. Sasa nianze ile imani ya mahakama. Na Rashid alipoliuliza ameliuliza in relation na experience ya huko nyuma. Mimi nieleze experience ya 2020 ambayo mimi nilishiriki moja kwa moja katika kuandaa mashauri haya. 2020 mashauri yetu hayakupewa nafasi, hayakwenda mbele. Hayakwenda mbele, na mimi nitaeleza haya very clear leo mjue nini kilichotokea. Sisi tulifaili mashauri mahakamani, na wakati tu kesi zile zipo mahakamani, nakumbuka iko kwa mrajis, na wakati ule alikuwa rafiki yangu Mohamed Shedi. Tulipowaita upande wa pili, na zilikuwa nyingi za ubunge, tulipowaita upande wa pili walikuja mwanasheria kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au wa Tanzania bara. Na mwanzo iliibuka hoja wakati tuko kwa mrajis, kabla hazijapangiwa majaji, kwamba kesi zile zilikuwa ziko nje ya wakati, zimefailiwa nje ya wakati tuko kwa mrajis, na mimi nilikuwa sehemu, nilikuwa nawakilisha hao wagombea wote kwenye kesi hizo. Upande wa respondent, kwa maana ya wadaiwa, hasa kwa maana mwanasheria kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu, akaieleza mahakama kwamba yeye kama mlalamikiwa au mwakilishi wa mlalamikiwa yuko comfortable kesi zile haziko nje ya wakati. Kwa hiyo akaiomba mahakama itoe amri
upande wa pili wao wajibu mashauri yao. Tulipoondoka kwa amri ya mahakama kwamba upande wa pili wende wakajibu hati ile ya shauri la uchaguzi, ndo tulipoondokeana hapo. Siku yule mwanasheria, na leo sitomtaja jina lakini namjua kwa sababu ni mwenzangu, anakuja Zanzibar kwa sababu ofisi ya mwanasheria mkuu wa Tanzania bara au Tanzania hapa haipo, au sio? Amekuja kutoka Dar es Salaam kuja kufaili majibu ya hati zetu za mashauri ya uchaguzi. Akakutana na taarifa kwamba mashauri yale yamefutwa bila ya taarifa yoyote. Sisi tulipeleka mashauri hatukuwa na taarifa, na yeye upande wa pili wa mashauri hawakuwa na taarifa. Yule wakili akanipigia simu akauliza, wakili, umeondosha kesi zako? Nikamwambia sijaondosha, kwani mimi najua nakusubiri leo uje uniletee majibu yako. Akamwambia mbona nimeenda mahakamani nimeambiwa mashauri yamefutwa au yameondoshwa. Kilichotokea, mashauri yale yalifutwa kwa tulichokuja kusikia baadaye kwamba eti kwa sababu tulishaingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, kwa hiyo hakuna haja tena ya kesi. Yaani mahakama ilichukua maamuzi yake wenyewe kwamba si washaingia kwenye serikali, kwa hiyo hakuna haja ya kesi. Na ni moja kati ya mambo ambayo viongozi wetu na marehemu Maalim Seif Mungu Amrahamu mpaka nafariki, ni moja kati ya mambo tuliyalalamikia kwa mahakama. Kwa hiyo sisi tunakwenda mahakamani, hatuangalii personality. Sisi ni waumini wa katiba, tuna imani na tunaenda kwa sababu katiba inatamka kwamba mahakamani ndio sehemu tunayotakiwa kudai haki zetu. Kwa hiyo tunakwenda na tukiamini pia mahakama yenyewe kwenye jambo hili itakuwa imejifunza na makosa yaliyotokea kipindi cha nyuma. Siamini kwamba watarudia tena makosa haya ya kufuta kama ilivyofutwa awali. Kama kufutwa, tuende kwenye kesi tu argue, kama wakushinda tushinde, kama wakushindwa tushindwe, lakini on merit, kwa hoja tutakazo jadiliana kwenye kesi hizi. Kwa hiyo tunakwenda tukiwa na imani hiyo. La pili, la muda wa kesi, naliunganisha hili la muda wa kesi. Kesi hizi kwa mujibu wa kanuni inataka mahakama izisikilize ndani ya miezi 12. Ndani ya miezi 12 kwa maana ya mwaka mmoja. Na kanuni imetoa nafasi kwa jaji anayesikiliza mashauri haya, kama akiona hajamaliza au hawezi kutoa hukumu yake ndani ya hiyo miezi 12, basi anaweza kujiongezea muda usiozidi miezi 6. So sisi tuko very much aware kwamba the maximum period tutakayokwenda nazo kesi hizi ni mwaka mmoja na nusu. Wakati kipindi cha uongozi wa uwakilishi na ubunge ni miaka 5. Kwa hiyo sisi tumejiandaa. Ikiwa mahakama itasikiliza na kutoa amri mapema, sisi tuko tayari. Ikiwa mahakama itatumia kipindi, the maximum period provided by law, kipindi cha mwisho kikubwa kabisa kilichotolewa na sheria, basi haizidi mwaka mmoja na nusu kwa mujibu wa kanuni. Kwa hiyo ndio maana nasema ndani ya miaka 1 na nusu mtu kuondoka si mbali, au sio? Si mbali. Ndio maana nikawapelekea salamu kwamba wasichukue mikopo, sababu hawajui mambo yatageuka vipi. Sijui ndio vizuri. Kwa hiyo hatuna shida na muda. Tunakwenda mahakamani tukiwa aware, lakini tukiamini kwamba kwa maboresho ambayo mahakama imekuwa ikifanya, legal justice reforms na nini, basi hakuna haja. Wataongozwa na spirit ya kuendesha mashauri haya kwa haraka zaidi. Na tumeona kuna mashauri hapa yanayofanana na uchaguzi, si yamefunguliwa ya Ahmad Masudi, si ndio? Yamechukua muda mfupi tu, au sivyo? Mahakama imetoa uamuzi, si ndio? Kwa hiyo hatuna nani. Tumeona na naamini mahakama ya Zanzibar, kuu ya Zanzibar, itachukua experience kutoka bara. Mnakumbuka nyinyi, tumefanya kesi za Mpina zile, tumepata uamuzi, kesi zilikuwa zinakwenda fast track, si ndio? Kwa hiyo naamini kwa sababu yana maslahi kwa umma, majaji watakaopewa kesi hizi wataelewa umuhimu wa kesi hizi na namna ya kuzidispose au kuzidetermine, kuziamua kadri muda unavyokwenda. Sasa swala la GNU lililoulizwa. Swala la GNU
Position, umeuliza position. Mimi niseme tu, fuatilizia ziara za mwenyekiti wetu. Ameeleza wazi wapi tunasimama sasa kwenye hili. Na nikimnukuu, amesema kuingia au kutokuingia ndani ya serikali kwa sasa si kipaumbele chetu. Nchi ilipopita kuna mambo makubwa zaidi nchi ilipopitishwa ya kuyajadili na kuyatafutia ufumbuzi. Kwa hiyo kuingia au kutokuingia kwenye GNU si kipaumbele chetu, na hiyo ndio position yetu. Asante. Kuna swali jingine? Hakuna naam. Umesema wewe ni muumini, chama chetu ni muumini wa kutekeleza sheria na kutii. Na kuingia kwenye serikali maana ni takwa la sheria na haki. Hamuoni kwamba kufanya hivyo mnaenda kinyume na dini ya chama chetu? Kufanya vipi? Kuweka kipaumbele kwa sasa hivi kuingia katika GNU. Si kipaumbele. La pili, mtakuwa tayari kupokea maamuzi yoyote ambayo mahakama yatatoa kupitia kesi ambazo zimewasilisha? Asante. Narudia tena kusema kwamba kuingia au kutokuingia sio kipaumbele chetu. Kwa katika jambo ambalo katiba imekupa nafasi ya kulitenda ndani ya siku 90. Si ndio walivyosema? Au sio? Why ulipe kipaumbele kulifanya ndani ya wiki 2 au 3? Narudia, kuingia au kutokuingia si kipaumbele chetu. Na hiyo, speaking of katiba, yaliyofanyika yanavunja zaidi katiba kuliko sisi kuingia au kutokuingia. Uporaji wa uchaguzi uliofanyika ni uvunjaji mkubwa zaidi wa katiba kuliko swala la kuingia au kutokuingia GNU. Kuna jambo kubwa zaidi ya kupora matakwa na kauli za wapiga kura. Tunaelewana vizuri. Speaking of mahakama, narudia tena, hii tutaitafuta, na tumeona kwenye kanuni hizi zinasema kwamba kanuni hizi mpya za mashauri ya uchaguzi za mwaka 2025 zinasema kwamba kesi hizi zitasikilizwa na jaji mmoja, ikiwa hujaridhika utakwenda rufaa kwa majaji 3. Tofauti na kanuni za mwaka 2020. Kanuni za mwaka 2020 zinasema ukiwa hujaridhika unaenda rufaa mahakama ya rufaa. Na hili nitoe tu taarifa, sisi tuna mpango wa kwenda challenge kanuni hizi. Zinavunja katiba. Kusema mashauri ya uchaguzi ya Zanzibar yasiende mahakama ya rufaa ni kuficha aibu ya Zanzibar. Kwamba hatutaki, tunataka tuyamalize wenyewe kwa wenyewe. Na hii inavunja katiba. Na tunaenda kuichallenge parallel wakati haya mashauri yanakwenda, na tunafungua kesi ya kikatiba ya kuchallenge kanuni za uchaguzi zinazotoa kifungu kinachoeleza kwamba rufaa ya mashauri haya isiende. Huwezi kubadilisha mandate ya mahakama ya rufaa kwa kanuni wakati hujabadilisha sheria, wakati hujabadilisha katiba. Kwa hiyo hayo pia tunaenda. Hii legal battles si ndogo, tunaenda nayo. Maamuzi tutayapokea. Kupokea jambo moja, kuridhika jambo jingine. Kwani hata haya matokeo si tumeyapokea, si tunayo? Au sio? Lakini hatujaridhika. Sasa watu tunaenda mahakamani, hakupokea, tatizo nini? Sawa? Asante.